mshambuliaji pale. Luemba anamwekea Mwalimu. Selemani na control kwenye deep freezer. Kwenye ball ni Anseura. Dangerous attack Simba Sports Club. Anseura anaweka cross ndani, Mwalimu! Ni Selemani Mwalimu, lakini Kasim Panga anasema sio goli. Djigui Diarra amekwenda kumfuata Selemani, Mwalimu anamfuata, watu wanalalamika. Sasa msikilize nani hapa? Djigui Diarra yuko pale, Selemani Mwalimu yuko pale, wote wanalalamika. Selemani Mpanga amenyanyua shuka lake. Steve Barker ana muda wa kubishana. Tazama namna ambavyo Simba walienda kuataka. Alienda kurejesha mpira ambao ulikuwa umekufa, lakini tazama, alikuwa offside akaingia onside. Kaluka akaukosa, akaucheza, ukaenda kwenye net, lakini mwamuzi msaidizi akaenda kusema kwamba tayari alikuwa amejenga kibanda. Nyanyua shuka lake hapa. Benchi la Simba limenyanyuka na kwenda kumuuliza nini kimetokea. Selemani Mwalimu na akawa top scorer wa PBZ. Hii ni pasi ambayo ilitengenezwa kwake kwenye mpira mmoja ukaokolewa. Hapa ndipo ambapo Yanga walikuwa wanasema ameshika mpira. Lakini tazama kwenye mpira huu wa marejeo, hapa alizidi kabla mpira hujatoka, ukimtazama hakukuwa na offside, akapiga kichwa rebound akaja akamalizia. Inawezekana kuna sababu nyingine, lakini si sababu ya offside kwa kile ambacho kimeonekana pale kwa faida ya picha marejeo. Lakini mpira wa kwanza ambao Djigui Diarra ulimfanya aende kwa referee kulalamika ni namna ambavyo aliuua mpira kwenye kifua kwa mara ya kwanza, kwamba alizuia na mkono. Ndicho ambacho walikuwa wanalalamika Djigui Diarra kwa sababu